Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Joyce Semkuyu, Mheshimiwa Spika Moses Kazimoto, Mheshimiwa Naibu Spika, Mshauri wa Wanafunzi, Kamishna wa Viapo vya Utii na Utendaji, maofisa wote kutoka ofisi ya Mshauri wa Wanafunzi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Kuu ya Uchaguzi Daruso Mlimani Bwana Daniel Mapogo, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Tume Kuu ya Uchaguzi Daruso Mlimani Bwana Musa Kapenja, Mheshimiwa Mwenyekiti Bodi ya Rufaa ya Uchaguzi Daruso Mlimani Antonio Evaristo Banzi, Mheshimiwa Katibu Bodi ya Rufaa Daruso Mlimani Nelson Mnisi, Mheshimiwa Waziri Mkuu Daruso Mlimani Abdulkadir Simba, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu amepata uzuru mara moja tulikuwa naye, Mheshimiwa Jaji Mkuu Daruso Mlimani 2025-2026 Sean Jones, Mheshimiwa Naibu Jaji Mkuu Daruso Mlimani Mheshimiwa Makungu, Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Bwana Benjamin Rugumora Thomas, Mheshimiwa Naibu Jaji Mkuu mstaafu Aries Matemani, waheshimiwa wenye viti na makatibu wakuu wa ndaki shule na taasisi wanaounda mhimili wa mahakama wa Daruso Mlimani 2025-2026, waheshimiwa mawaziri na naibu waziri, waheshimiwa wabunge wa bunge tukufu la Daruso Mlimani, mheshimiwa katibu wa bunge tukufu la Daruso Mlimani, makatibu wa wizara zote za serikali ya wanafunzi Daruso Mlimani, waheshimiwa wageni waalikwa na wafuatiliaji wa siasa za Daruso Mlimani, wanajumuiya wote wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mlioko humu ndani. Solidarity. Solidarity. Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi, kwa uzima, afya na nafasi hii aliyotupatia kuanzia hatua ya uchaguzi na hatimaye leo tumefikia hatua hii. Ni wazi kwamba sote tumeshuhudia matukio mengi katika kipindi hicho, lakini hatimaye tumemaliza salama na leo tumekutana wote ili kufungua rasmi bunge letu. Mheshimiwa Spika, naomba pia niwashukuru kiupekee sana wanafunzi wote wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa imani kubwa walioionyesha kuikubali ilani yangu ya uchaguzi na kunichagua kuwa rais wao ili niweze kuwatumikia. Ushindi mkubwa wa kura 2241 dhidi ya 1329 nilioupata umedhihirisha imani kubwa walionipa, na kutokana na imani hiyo ninaahidi kuwatumikia kwa moyo, umakini mkubwa, uaminifu, ujasiri na weledi wa juu ili kutimiza ilani yangu ya uchaguzi. Naomba kutumia nafasi hii pia kuwashukuru hata ambao hawakunichagua, kwani kwa kufanya hivyo wameonyesha kukomaa katika demokrasia. Mheshimiwa Spika, aidha naomba kutumia fursa hii muhimu kuwapongeza na kuwashukuru kaka zangu, vijana wangu, timu yangu na marafiki zangu waliokuwa nami katika kipindi chote cha kampeni. Kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya rafiki yangu na roommate wangu Makombe Daudi S, ambaye alikuwa ndo kampeni manager. Lakini kipekee naomba nimshukuru Emmanuel Bulai ambaye alikuwa ni kampeni manager msaidizi, lakini pia ni waziri mkuu mstaafu. Wamekuwa nguzo na watu wa mipango thabiti kwangu. Hakika wamefanya jambo ambalo sitaweza kusahau kwenye maisha yangu. Napenda kuwashukuru pia rafiki zangu kama Faraji Lukumbwe, naibu spika mstaafu, Lucas Bole, Flavius Kiba, Fahad, rais wa lista, kwa msaada wao mkubwa kwangu. Mheshimiwa Spika, naomba niwashukuru viongozi wa serikali inayomaliza muda wake chini ya Mheshimiwa Tyson Kugendao. Napenda kuwashukuru kwa kuiongoza serikali kwa kipindi chetu chote cha uongozi kwa moyo na ushujaa, pamoja na majukumu mengine mliokuwa nayo na changamoto za kielimu na kiutendaji zilizowakabili. Nimalizie kwa kushukuru Tume Kuu ya Uchaguzi iliyokuwa inaongozwa na Mheshimiwa Daniel Mapogo kwa kazi nzuri na ngumu mlioifanya ya kuendesha zoezi hili na hatimaye leo limefikia mwisho. Pasipo uchaguzi huu tusingepata viongozi na leo hii tusingelikamilisha swala hili. Haya ni matokeo ya kazi njema mlioifanya na hatuna budi kuwapongeza na kuwatakieni heri huko mnakokwenda. Pendekezo kuhusu tume. Napendekeza kwa tume inayokuja iweze kufuata nyayo na uweledi wenu,
lakini pia iandae midahalo kwa ajili ya wagombea wote kwa ngazi ya rais na makamu wa rais kwenye jukwaa moja ili kuongeza mvuto na chachu ya ushindani. Mheshimiwa Spika, mahala pote duniani serikali inayowekwa na watu ni lazima itambue kuwa inayo dhima ya kubeba mzigo wakirudisha imani na heshima kubwa iliyopewa na walioiweka, na hii ndiyo demokrasia ya kweli. Kwa kulitambua hilo, naomba kuahidi mbele ya bunge lako tukufu, mimi William Emmanuel na serikali yangu tunajua kuwa tunao wajibu wa kuwatumikia na kuwajibika kwa wanadaruso katika kuwatumikia siku zote. Kama moto wangu katika ilani yangu ya uchaguzi inavyosema, for students by students. Daima serikali yangu itajikita katika kutetea na kujali maslahi yao ili kuboresha mambo kadhaa ya msingi sana ambayo yanawagusa kwa hakika. Naomba kueleza baadhi ya mambo nitakayohakikisha ninayafanyia kazi kwa haraka sana kama nilivyowaahidi wanachuo. Jambo la kwanza, NHIF cards kwa kila mwanafunzi, upatikanaji wa water dispenser hapa main campus na off campus, mfumo wa RE3 kwa room shopping, kwa masuala yote ya madeni kama rent default na ufanyaji wa clearance. Kuwepo na room shopping kwa kipindi cha likizo ili mtu akirudi chuo au anajua anafikia chuo au mtaani. Lakini pia midahalo kwa ajili ya kukuza uwezo wa wanafunzi katika kujenga hoja. Lakini pia Miss and Mr. UDC. Pia wachezaji wa timu ya chuo ku-access gym na swimming pool bila malipo. Kurudisha mataji na ubingwa wa mashindano ya TUSA na mashindano ya vyuo vikuu Afrika Mashariki. Kuanzisha ruti mpya ya Riverside hadi main campus kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 asubuhi. Ruti mpya ya bajaji au pikipiki kutoka Ubungo Hostel hadi campus. Mapitio ya bei kwa nauli ya bajaji kutoka njia panda ya chuo hadi campus, ambao saa hizi ni 700. Tunataka tupitie upya bei elekezi na tujitahidi irudi katika bei ya shilingi 500. Upatikanaji wa usafiri kwa wanafunzi wa core ICT hasa katika vipindi vya jioni vyenye idadi kubwa ya wanafunzi kama CS 264 na CS 174 wanaoishi campus. Upatikanaji wa matenki ya kutosha kwa ajili ya kuhifadhi maji kwa hosteli za core ICT na Magufuli hostel. Suluhisho la bweni namba 4 au hall 4 kuhusu upatikanaji wa taa, maana wanafunzi wengi wa hall 4 huwa wanajinunulia taa. Pampu za kupandisha maji mabwenini, mfano bweni namba 2 na namba 5. Upatikanaji wa wifi katika maeneo rafiki, mfano hostels na kadhalika. Uanzishwaji wa daruso car wash, lakini pia uanzishwaji na usimikwaji rasmi wa daruso social fund kwa ajili ya kufanya charity za ndani, yaani sisi kwa sisi. Makundi maalum yote yatajumuishwa katika nyanja zote, mfano michezo, midahalo na kadhalika. Mheshimiwa Spika, napenda nitoe wito kwetu sisi sote kama wanadaruso kuwa turudi tujenge daruso huru na imara tunayohitaji. Ni sisi ndio wenye mamlaka kujenga na kuiharibu daruso, kwani ni yetu na inahusu kila mmoja wetu. Mwisho, serikali, bunge na mahakama yote ni mihimili yenye lengo moja na haipendezi kuona au kusikia mikutano na migogoro isiyokuwa na mantiki wala mashiko baina ya mihimili hii. Lakini pia kwa sababu moto wetu sisi kwa serikali yetu nasema for student by student, nilikuwa naomba kabla tujakabidhiana ofisi na serikali iliyopita, kama kuna chochote hajaweza kukifanya iweze kukifanya hadi kufikia siku ya Jumatatu. Kama kuna zawadi yoyote ile ya michezo, kama kuna mshindi yoyote ile hajapewa zawadi yake hadi kufikia Jumatatu. Nasema hivi ili serikali yangu tufanye kazi kwenye mazingira ambayo yatakuwa rafiki, sio maneno. Kwa hiyo nilikuwa naomba watangulizi wangu, kama kuna chochote kile mnatakiwa kukifanya, naombeni mkifanye kuanzia sasa hadi Jumatatu. Kuanzia sasa hadi Jumatatu. Sasa lakini cha mwisho ambacho sio cha muhimu sana, nilikuwa napenda mimi
makamu wangu wa rais na waziri mkuu, namba zetu mwenazo. Namba zetu mwenazo. Sasa Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba kwa ruhusa yako tuandike namba zetu hapa ili viongozi wetu hapa wawe na access ya sisi moja kwa moja. Nasema hivi kwa sababu serikali yangu haiendi katika habari za boss. Kila mtu ni mtendaji. Sasa baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.